Hamjambo na habari za mchana, wapendwa wasikilizaji na watazamaji wa Kivu News Info popote pale mlipo. Ni furaha kubwa kuwa tena nanyi katika matangazo yetu ya mchana leo kwa tarehe 15 Juni mwaka 2026. Na tunashukuru kwa kuendelea kutuamini na kufuatilia kila siku kwa habari za hakika kutoka Kivu na Kongo kwa ujumla na kwingineko. Basi karibu tena katika taarifa yetu ya mchana ambako tutakuletea kwa kina habari mbalimbali za kisiasa, usalama, kijamii na kibinadamu. Tutazungumzia hali ya kiusalama katika maeneo ya Fizi, Minembwe na Ruchuru, maendeleo ya kisiasa nchini pamoja na matukio muhimu endelea katika mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Vilevile tutaangazia masuala ya elimu yanayohusiana na mitihani wa taifa exekta ya mwaka 2026, hali ya binadamu iliyowakabili wananchi katika baadhi ya maeneo yaliyosiriwa na migogoro pamoja na juhudi za kuimarisha amani, mshikamano na maendeleo katika Kivu kaskazini na kusini. Basi endelea kuwa nasi hadi mwisho wa taarifa ili kupata habari kamili na ya uchambuzi wa maendeleo yote muhimu ya siku ya leo. Mimi ni Teroje Longa, nini Kivu News Info, sauti ya ukweli na taarifa za kuaminika. Basi karibu tukupashe. Hali ya usalama endelea kuzorota katika maeneo kadhaa mkoa wa Kivu Kaskazini, hasa katika maeneo yanayodhibitiwa na uasi wa M23. Tukio jipya la utekaji wa watu limeripotiwa katika milio ya Kibirizi kuelekea Rwindi ndani ya wilaya Ruchuru, jambo linalozidi kuongeza hofu na wasiwasi miongoni mwa wananchi wanaotegemea barabara hiyo kwa shughuli zao za kila siku. Kwa mujibu wa vyanzo vya ndani, tukio hilo lilitokea asubuhi ya jana Jumatano tarehe 24 Juni, wakati waendesha pikipiki watatu walikuwa wakitoka Kibirizi walikumbana na watu wenye silaha katika sehemu hiyo ya barabara kati ya Kibirizi na Rwindi. Watu wenye silaha walivamia kwa kuchukua na nguvu na kuelekea eneo lisilojulikana. Naeleza kuwa mmoja wa waendesha pikipiki alifanikiwa kutoroka akiwa njiani na kurejea salama, jambo linalowezesha taarifa za tukio hilo kufikia wananchi na viongozi wa eneo hilo. Hata hivyo, waendesha pikipiki wengine wawili pamoja na baadhi ya abiria walikuwa wakisafiri nao pia wanashikiliwa na watu hao waliowateka. Miongoni mwa watu walioendelea kuzuiliwa ni Kangole ambaye anajulikana kwa shughuli zake za kusafirisha mizigo na vifurushi kuelekea Vichumbi. Pia anatajwa Izorini anayefahamika kwa zaidi kwa jina la Muse Pake. Watu wale ni miongoni mwa waendesha pikipiki wanaofanya kazi katika milio na wanajulikana na wakazi wengi wa eneo hilo. Mashahidi walikuwa katika eneo la tukio wanasema kwamba baadhi ya abiria walikuwa ndani ya safari hizo, akiwemo watoto na walichukuliwa na watu hao wenye silaha. Taarifa hizo zinaongeza kwa hofu kubwa kwa familia za wanga pamoja na wakazi wa maeneo ya Kibirizi, Rwindi na Vichumbi ambao hutumia barabara hiyo mara kwa mara. Tunakuja katika kipindi ambacho visa vya utekaji watu kwa ajili ya kuomba fedha na ukombozi vinaendelea kuongezeka katika maeneo mbalimbali ya Kivu Kaskazini. Katika miezi hivi karibuni, wakazi wa Ruchuru, Masisi na maeneo mengine wamekuwa wakilalamikia kuongezeka kwa matukio kwa watu kutekwa na watu wenye silaha, huku familia nyingi zikabiliwa na shinikizo la kulipa fedha ili kuokoa ndugu zao. Mashirika kutetea haki za binadamu endelea kueleza wasiwasi wao kuhusu hali ya usalama inayozidi kuwa mbaya. Mashirika yanasema kuwa raia wanaendelea kuwa waathirika wakuu wa migogoro na ukosefu wa ulinzi katika maeneo mengi ya Kivu Kaskazini. Viongozi wa kijamii na wananchi wameomba hatua za haraka zichukuliwe ili kuhakikisha usalama wa usafiri katika mili wa Kibirizi, Rwindi na kuzuia matukio mengine ya aina hiyo. Wameeleza kuwa hofu inaendelea kutawala, hali inayozidi kuathiri shughuli za biashara, usafirishaji na maisha ya kila siku ya wananchi. Hadi sasa mazingira halisi ya tukio hilo bado hayajafahamika kikamilifu na hakuna kundi lolote ambalo limetokeza rasmi kujihusisha na utekaji huo. Familia za walioteka zinaendelea kusubiri habari kuhusu wapendwa wao, huku wakazi wakiomba waachiliwe salama haraka iwezekanavyo. Hayo ni maendeleo endelea kufuatiliwa kwa karibu katika eneo la Rwindi, wilayani Ruchuru, Kivu Kaskazini. Gavana wa jimbo la Kivu Kusini Profesa Jean-Jacques Purusi amewasili mjini Uvira siku ya jana Jumatano tarehe 24 Juni baada ya kukaa kwa zaidi ya mwezi mmoja mjini Kinshasa alikokuwa ameitwa na mamlaka za kitaifa kwa ajili ya mashauriano yanayohusiana na hali ya kisiasa na maendeleo ya jimbo la Kivu Kusini. Kurejea kwake kumepokelewa kwa shangwe kubwa kwa mamia ya wakazi wa Uvira waliojitokeza barabarani kumpokea na kuonyesha kumuunga mkono baada ya kipindi alichokieleza kuwa kigumu kisiasa. Wananchi, viongozi wa kijamii pamoja na wanachama wa vyama mbalimbali
vya kisiasa walikusanyika katika maeneo tofauti ya mji kuonyesha furaha yao kwa kurejea kwa mkuu wa mkoa. Akizungumza mbele ya wananchi, Gavana Jean-Jacques Purusi alieleza kwa kipindi chake mjini Kinshasa haikuwa cha mapumziko, bali kilihusisha mikutano mingi, mazungumzo na kazi mbalimbali zinazolenga kutafuta suluhisho la matatizo yanayokabili jimbo la Kivu Kusini. Alisema kwa moja masuala muhimu yaliyojadiliwa ni mgogoro wa kisiasa uliokuwa umebuka kati ya serikali ya mkoa na baadhi ya wabunge wa mkoa la Kivu Kusini. Mgogoro huu ulikuwa umefikia hatua ya baadhi ya wabunge kuandaa hoja kutokuwa na imani zidi yake pamoja na makamu wake. Hata hivyo, gavana amesitiza kuwa hali hiyo sasa imetulia na kwamba mazungumzo yaliyofanyika mjini Kinshasa yameleta mwafaka kati ya pande husika. Kwa mujibu wake, viongozi wa kisiasa wameamua kuweka mbele maslahi ya wananchi na kuachana migogoro ya kisiasa ambayo ingeweza kuathiri maendeleo ya jimbo. Kurasa umefungwa, sasa ni wakati wa umoja, mshikamano na kazi kwa ajili ya maendeleo ya Kivu Kusini, alieleza mbele ya umati wa wananchi waliokuwa wakimsikiliza. Kauli imepokelewa vizuri na sehemu ya wakazi wa Uvira ambao kwa muda mrefu walikuwa na wasiwasi kuhusu mivutano ya kisiasa iliyokuwa ikiendelea ndani ya taasisi za mkoa. Wengi wanaamini kwa kurejea kwa utulivu wa kisiasa kunaweza kufungua njia ya utekelezaji wa miradi mbalimbali ya maendeleo ambayo ilikuwa imekwama. Mbali na masuala ya kisiasa, Gavana Purusi alitangaza kuwa shughuli za mradi wa PFC Gele zitaanza tena katika siku zijazo. Mradi huo ulikuwa unahamasishwa tangu matukio ya usalama yaliyosababisha mji wa Uvira na kukumbwa na hali ngumu mwezi Disemba uliopita. Kwa mujibu wa gavana huyo, mazungumzo ya washirika wa maendeleo yalifanyika mjini Kinshasa ili kuhakikisha kwa mradi huo unaanza tena kwa manufaa ya wananchi wa maeneo husika. Eleza kwa mradi huu ni muhimu kwa maendeleo ya jamii na kuboresha maisha ya wakazi wa jimbo hilo. Katika matangazo mengine muhimu, mkuu huyo wa mkoa alitangaza kuanza kwa kazi za ujenzi wa soko la kisasa la Kavimvira. Alisema kwa mradi huo utahifadhiliwa na serikali ya mkoa kwa kutumia fedha zake mwenyewe na unalenga kuboresha mazingira ya biashara pamoja na kuongeza mapato ya wananchi. Soko hilo linatarajiwa kusaidia wafanyabiashara wengi wa Uvira na maeneo ya mpakani ambao kwa muda mrefu wamekuwa wakifanya shughuli zao katika mazingira yasiyoridhisha. Wakazi wengi wanaamini kwa mradi huo utaleta ajira na kuchangia ukuaji wa uchumi wa eneo hilo. Gavana Purusi pia alitangaza kufunguliwa kwa ofisi mpya ya Umoja wa Mtakatifu pamoja na kuundwa kwa makamati ya wanachama wa muungano huo mjini Uvira. Alisema kwa muundo mpya utafanya kazi chini ya usimamizi wake kwa lengo la kuimarisha mshikamano wa kisiasa na kusaidia utekelezaji wa sera za maendeleo. Katika hotuba yake, gavana huyo alikusita kuwashukuru wananchi wa Uvira kwa kuendelea kumuunga mkono wakati wote wa kipindi chake cha kukaa Kinshasa. Alisema kuwa imani na msaada wa wananchi ndio uliompa nguvu kuendelea kutetea maslahi ya Kivu katika ngazi ya kitaifa. Kwa upande wao, baadhi ya wachambuzi wa masiasa wanaona kuwa kurejea kwa gavana huyo kama ishara ya kupungua kwa mvutano wa kisiasa ndani ya Kivu Kusini. Wanaamini kuwa utulivu unaweza kuruhusu taasisi za mkoa kufanya kazi kwa pamoja na kuharakisha utekelezaji wa miradi ya maendeleo iliyosubiriwa kwa muda mrefu na wananchi. Kwa sasa macho ya wakazi wa Uvira na Kivu Kusini kwa jumla yanaelekezwa katika utekelezaji wa ahadi zilizotolewa, hasa kwanza kwa miradi ya maendeleo, ujenzi wa soko la Kavimvira na kuimarika kwa ushirikiano kati ya viongozi wa kisiasa na manufaa ya wananchi. Katika juhudi za kuendelea kuimarisha amani, usalama na mshikamano wa kijamii katika maeneo ya Kivu Kusini, kamanda wa kanda ya kijeshi 33 alifanya ziara ya kikazi katika eneo la Ibokoboko tarehe 24 Juni. Ziara hiyo inalenga kufuatilia hali ya usalama pamoja na kuimarisha mahusiano mema kati ya jamii mbalimbali zinazoishi katika eneo hilo, hususan jamii za Banyamulenge na makundi mengine ya wakazi. Kwa mujibu wa taarifa zilizopatikana, ziara hiyo ilifanyika katika kipindi ambacho maendeleo kadhaa ya Kivu Kusini yanaendelea kukabiliana na changamoto za kiusalama na kijamii zinazotokana na migogoro ya muda mrefu, wale ambao imeathiri kwa kiasi kikubwa uhusiano kati ya jamii ya baadhi ya jamii hii. Akiwa Ibokoboko, kamanda wa kanda ya kijeshi 33 alikutana na viongozi wa utawala wa eneo hilo, viongozi wa kimila, viongozi wa dini pamoja na wakilishi wa jamii mbalimbali. Mazungumzo hayo yalilenga kujadili changamoto zinazokabili eneo hilo na kutafuta njia ya kudumisha amani na kuimarisha ushirikiano miongoni mwa wananchi. Katika mkutano huo, viongozi wa jamii waliwasilisha wasiwasi wao kuhusu hali ya usalama, changamoto za kuishi pamoja na umuhimu wa kuendelea kujenga mazingira ya kuaminiana kati ya wananchi. Pia walisitiza haja ya kuendelea kwa mazungumzo ya mara kwa mara ili kuzuia migogoro inaweza kukuza kutokana na tofauti za kijamii au kisiasa. Kamanda wa kijeshi alisitiza kwamba jeshi linaendelea kuwa karibu na wananchi na linaunga mkono juhudi zote zinazolenga kujenga amani, umoja na maendeleo ya jamii hii.
Alieleza kuwa jukumu la vikosi vya ulinzi si tu kuhakikisha usalama wa raia bali pia kusaidia mazingira ya kuishi pamoja kwa amani kati ya makundi yote ya jamii. Katika hotuba yake alitoa ujumbe wa wakazi kuhusu umuhimu wa kuishi pamoja kwa amani kati ya jamii mbalimbali. Alisema kuwa utulivu eneo hilo hauwezi kupatikana bila kuheshimiana, kushirikiana na kujenga undugu kati ya wananchi. Aliwahimiza wakazi wa Ibokoboko na maeneo jirani kutumia mazungumzo kama njia ya kutatua tofauti zao badala ya kutumia vurugu au migogoro. Kwa mujibu wake, mazungumzo na ushirikiano ndio msingi wa amani ya kudumu na maendeleo ya jamii hii. Kamanda huyo aliwataka wananchi kuimarisha uhusiano wa kindugu kati ya jamii tofauti na kuondokana na tabia au vitendo vinavyoweza kusababisha migawanyiko. Alieleza kuwa kila jamii ina nafasi muhimu katika maendeleo ya eneo hilo na kwamba umoja ndio silaha kubwa zaidi ya migogoro. Katika ujumbe wake maalumu kwa jamii ya Banyamulenge na jamii zingine zinazoishi katika eneo hilo, alisisitiza umuhimu wa kukataa lugha za chuki, ubaguzi na kauli zinazoweza kuhamasisha migawanyiko. Alionya kuwa maeneo ya uchochezi yanaweza kuharibu juhudi za amani na kuasiri utulivu wa maeneo mengi. Pia alitaka wananchi kuwa waangalifu dhidi ya watu wanaotumia propaganda au taarifa za upotoshaji ili kueneza chuki kati ya jamii hii. Kwa mujibu wake, baadhi ya watu wanaweza kutumia tofauti za kikabila au kwa kijamii kuleta migogoro ambayo huathiri wananchi wasiokuwa na hatia. Kamanda wa kanda ya kijeshi 33 alieleza kuwa amani ya kudumu inaweza kupatikana tu kupitia kutokuaminiana kati ya wananchi, ushirikiano na viongozi wa eneo hilo pamoja na kazi ya pamoja kati ya raia na vyombo vya ulinzi na usalama. Kwa upande wao, washiriki wa mkutano wao walikaribisha hatua ya kijeshi kufika moja kwa moja kusikiliza matatizo ya wananchi. Walisema kuwa ziara hiyo imeonyesha nia ya mamlaka za kijeshi kuendelea kuwa karibu na wananchi na kushiriki katika juhudi za kurejesha amani na mshikamano. Kwa sasa wakazi wa Ibokoboko na maeneo jirani wanaendelea kutoa wito kwa kuendelezwa kwa mikutano aina hiyo ili kuimarisha mazungumzo, kuondoa hofu na kujenga misingi imara ya kuishi pamoja kwa amani kati ya jamii zote za eneo hilo. Ujumbe uliotolewa katika ziara hiyo unaonekana kuwa ishara muhimu kwa kuendelea na juhudi za kuimarisha mshikamano wa kijamii, kuhimiza maridhiano na kulinda utulivu katika maeneo ya Kivu Kusini yanayokabiliwa na changamoto za kiusalama na kijamii hii. Tunasema kukiwa problem basi wanagalaka chini ya mti. Na ile chini ya mti mnamaliza shida yenu yote. Na kila mtu anarudia kwa. Hata watu wakipigana mipano inaisha. Na huku kwetu ilishaisha. Na njoo ile tawaomba message fora kuwapatia wengine wanugeto ilikuwa Minembwe. Kama bali batu belikuwa na bukule bala prendre en otage. Imaginez leo ule Samatama eko nekala vitu katikati ya population. Anajideplacer ku gauche na population. Haidi hata kupita kwa wenzake. Jua nini? Jua uishe population. Sijui kama wazee kuna shida kidogo ya kuniambia mesikutia bure. Nilisema kwetu ku tradition hata tuko wanajeshi na tuko na tradition. Tradition ni kama unaenda kutembea wazazi, kutembelea wandugu, na kisha unamletea chumvi, sukari, na quelque chose. Yeye mtia nayo ya kumwachia nyinyi na kuwapatia message ya paix. Bila kusema mimi nadhani mimi naishia pale. Sasa nafungula masikio hata pendant 2 minutes, 5 minutes. Mashida nyingine yote mashida yenu ni administration. Si ni security. Yeye ndio kutatua mashida yenu zote zingine, problema ya development, problema ya kufuka. Yeye jinsi naona barabara hapa, ingeli shida, maeni nakutana, ile problema ni mweye muta résoudre ayo na administrateur wa territoire parce que yeye ndio chef wa bloku. Mais tunaangalia sur le plan sécuritaire, tuko na appuyer ni administrateur. Du kama kuko problème, unaona souvent c'est l'armée qui vient kuangalia comment est-ce que tutaétablir. Nadhani nilikuwa na kidogo hali ya usalama na kibinadamu katika wilaya Fizi mkoani Kivu Kusini inaendelea kuzua wasiwasi mkubwa, huku mapigano, migogoro ya silaha ikiendelea kuathiri maisha ya maelfu ya wananchi. Msimamizi wa wilaya hiyo Sami Kalonji Badibanga amesema kuwa hali ya sasa si ya kutisha na inahitaji hatua za haraka kutoka kwa mamlaka za kitaifa pamoja na jumuiya ya kimataifa. Akizungumza siku ya jana Jumatano tarehe 24 Juni, kiongozi huyo wa eneo alieleza kuwa wananchi wa Fizi wanaendelea kuathiriwa na vita vinavyoendelea katika maeneo mbalimbali ya nyanda za juu za Minembwe na sehemu nyingine za wilaya hiyo.
Kwa mujibu wa Kalonji Badibanga Sami, mapigano yanayoshuhudiwa katika eneo hilo yanahusishwa na makundi yenye silaha yanayopigana katika maeneo ya Minembwe, hali ambayo inaendelea kuongeza idadi ya watu waliokimbia makazi yao na kuzorotesha maisha ya wananchi. Alieleza kwa muda mrefu wilaya Fizi imekuwa miongoni mwa maeneo yaliyoathiriwa zaidi na migogoro ya silaha mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Tangu miaka 60 eneo hilo imepita vipindi tofauti vya migogoro ambayo vimeacha athari kubwa kwa maendeleo, usalama na ustawi wa wananchi. Kwa mujibu wa msimamizi huyo, hali ya usalama inazidi kuwa ngumu baada ya mikutano ya kijeshi yaliyotokea katika mji mbalimbali ya Kivu Kusini katika miaka iliyopita katika kipindi cha hivi karibuni. Alisema kwa maendeleo haya yamewakwamisha juhudi zilizokuwa zimeanzishwa kwa lengo la kuimarisha amani, mshikamano wa kijamii na kuishi pamoja kwa amani kati ya jamii tofauti. Alieleza kwa mashirika ya kibinadamu na washika mbalimbali walikuwa wameanzisha programu za kusaidia jamii zilizoathirika na migogoro, lakini hali ya sasa na ya usalama imeathiri utekelezaji wa baadhi ya shughuli hizo. Sami Kalonji Badibanga amesema kwa wilaya Fizi sasa ni miongoni mwa maeneo yaliyoathirika zaidi kutokana na hali hiyo ya usalama. Kwa mujibu wake, idadi kubwa ya wananchi wamekimbia makazi yao na wengi wao wanaishi katika mazingira magumu bila mahitaji ya msingi. Maelfu ya familia zimehama vijiji vyao kutokana na hofu ya mapigano na mashambulizi ya mara kwa mara. Wengi wamekimbilia maeneo yanayoonekana kuwa salama zaidi, huku wakabiliana na ukosefu wa chakula, huduma za afya, maji safi na makazi. Licha ya changamoto hizo, msimamizi wao ametoa shukrani kwa baadhi ya mashirika ya kibinadamu ambayo yanaendelea kutoa msaada kwa wananchi walio katika mazingira magumu. Asema kwa msaada huu, ingawa hautoshelezi mahitaji yote, unaendelea kuwasaidia baadhi ya familia zilizoathirika. Katika upande wa kijeshi, Sami Kalonji Badibanga amesema kuwa jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kushirikiana na makundi ya wazalendo yanaendelea na operesheni zake katika maeneo mbalimbali kwa lengo la kulinda mipaka ya nchi na kuhakikisha usalama wa wananchi. Alieleza kwamba mapigano bado yanaendelea katika maeneo yanayozunguka Minembwe, eneo ambalo linaendelea kwa kitovu cha mapambano katika miezi ya hivi karibuni. Kwa mujibu wake, vikosi vya serikali vinaendelea kufanya operesheni za kijeshi ili kurejesha usalama katika maeneo hayo. Msimamizi huyo pia alitaja tukio la mapigano ripotiwa katika kijiji cha Mikenge mnamo Jumanne tarehe 23 Juni. Kwa mujibu wake, mashambulizi yaliyolenga nafasi za vikosi vya serikali yalizuiwa na jeshi pamoja na washika wake wa wazalendo. Kauli zinaonyesha kwamba hali ya usalama katika eneo la Minembwe na vijiji vinavyozunguka bado ni tete, huku wananchi wakiendelea kuishi katika mazingira ya hofu kutokana na mapigano yanayojirudilia mara kwa mara. Katika ujumbe wake, Sami Kalonji Badibanga amelaani vikali vita vinavyoendelea mashariki mwa nchi na kutoa wito kwa jumuiya ya kimataifa kuchukua hatua za haraka ili kusaidia kurejesha amani katika eneo hilo. Alisema kwa zaidi ya miongo mitatu wananchi wa mashariki mwa Kongo wanaendelea kuishi katika mazingira hofu, mauaji, uporaji na mali na kuhama kwa lazima kutokana na migogoro ya silaha. Kwa mujibu wake, wananchi wa Fizi na maeneo mengine mashariki mwa nchi wanaendelea kubeba mzigo mkubwa wa vita, huku jamii nyingi zikipoteza wapendwa wao na mali zao. Amesisitiza umuhimu wa juhudi za pamoja kati ya serikali, mashirika ya kimataifa na wadau wa kibinadamu ili kusaidia wananchi walioathirika na kurejesha hali ya kawaida katika maeneo yaliyoathiriwa. Kauli za msimamizi wa wilaya Fizi zinakuja katika kipindi ambacho maeneo kadhaa ya Kivu Kusini yanaendelea kukabiliana na changamoto za kiusalama na kibinadamu. Wakati mapigano yakiendelea katika baadhi ya maeneo, wananchi wengi wanaendelea kutoa wito wa amani, usalama na kurejea kwa utulivu. Kwa sasa macho ya wakazi wa Fizi yanaelekezwa katika juhudi za kurejesha amani na kuboresha hali ya kibinadamu, huku matumaini yakiendelea kuwepo kwamba hatua zitakazochukuliwa na mamlaka pamoja na washirika wa kimataifa zitaweza kupunguza mateso ya wananchi na kuleta utulivu wa kudumu katika eneo hilo. Video moja ambayo imeenea kwa kasi kwenye mitandao ya kijamii imezua mjadala mkubwa nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo baada ya kuonyesha mwanamke anayesimamia mitihani wa serikali executor akiwa amepokea fedha kutoka kwa baadhi ya wanafunzi walikuwa wakifanya mitihani. Katika picha hizo ambazo zimeshangazwa wananchi wengi, msimamizi anaonekana akiwa ndani ya chumba cha kufanya mitihani wakipokea noti za fedha kutoka kwa wanafunzi walikuwa wakifanya mitihani wa mwisho wa sekondari. Swali limebua hasira na maswali mengi kuhusu namna mitihani ya taifa inavyosimamiwa katika baadhi ya vituo vya mitihani nchini. Kwa mujibu wa watu wengi waliotazama video hiyo, tukio linaonekana kuwa kama biashara ilikuwa ikifanyika waziwazi ndani ya ukumbi wa mitihani, jambo ambalo limechukuliwa na wengi kama ishara kuharibika kwa maadili ndani ya mfumo wa elimu. Wachambuzi wa masuala ya elimu wanaeleza kuwa executor ni mitihani muhimu sana katika maisha ya wanafunzi na kuwa ndio unaotoa nafasi ya kupanda diploma ya serikali na kufungua mlango wa masomo ya juu. Hivyo vitendo vya rushwa au udanganyifu katika mchakato vinaweza kuathiri uaminifu wa mfumo mzima wa elimu. Baadhi ya watumiaji wa mitandao ya kijamii wameitita tukio hilo la dirisha la aibu, wakisema kwamba linaonyesha namna ambavyo baadhi ya watu wanavyoweza kutumia nafasi zao vibaya na kuhatarisha mustakabali wa wanafunzi.
Kwa miaka kadhaa mamlaka za elimu nchini zimekuwa zikichukua hatua mbalimbali ili kuhakikisha kwa mitihani ya taifa inafanyika kwa uwazi, haki na usawa. Serikali imekuwa ikiweka wasimamizi, wakaguzi na taratibu maalumu zinaza kuzuia udanganyifu katika vituo vya mitihani. Hata hivyo, tukio limebua maswali mengi kuhusu ufanisi wa mfumo wa uangalizi uliowekwa. Wengi wanajiuliza ni kwa namna gani vitendo kama hivyo vinaweza kufanyika ndani ya chumba cha mitihani bila kugunduliwa mapema na viongozi wa vituo au mamlaka husika. Wazazi na walimu kadhaa wameeleza wasiwasi wao wakisema kwa ikiwa baadhi ya wanafunzi wanaweza kupata msaada wa kutoa fedha, basi usawa kati ya wataniwa unaweza kutoweka. Hali hiyo inaweza kuwanyima haki wanafunzi wanaotegemea juhudi zao binafsi ili kufaulu. Kwa upande wa wanafunzi, tukio limezua mjadala kuhusu shinikizo kubwa linalokabili wakati wa mitihani ya taifa. Baadhi ya wachambuzi wanaamini kuwa mazingira magumu ya elimu na hofu ya kufeli vinaweza kuwafanya baadhi ya wanafunzi kukubali kushiriki katika vitendo visivyokubalika. Mitandaoni, wananchi wengi wameomba mamlaka za elimu kufanya uchunguzi wa haraka ili kubaini mazingira halisi ya tukio hilo. Wengine wametaka Wizara ya Elimu kuchukulia hatua kali yote watakaoibanika kuhusika ili kulinda hadhi ya diploma ya serikali. Sote nyingi zinaendelea kusisitiza kwamba adhabu ya mfano zinapaswa kutolewa kwa watu wanaohusika na kurushwa au udanganyifu katika mitihani ya taifa. Kwa mujibu wa maoni ya wananchi wengi, hatua hizo zinaweza kusaidia kuzuia matukio kama hayo kujirudilia katika siku zijazo. Wadau wa elimu wanaamini kuwa uaminifu wa mitihani na ya taifa ni msingi muhimu wa mfumo wa elimu. Ikiwa wanafunzi wataanza kuamini kuwa fedha zinaweza kuchukua nafasi ya miradi na juhudi, basi thamani ya vyeti vya kitaifa inaweza kuathirika. Hadi sasa mamlaka zinazohusiana na elimu zinatarajiwa kutoa ufafanuzi kuhusu tukio hilo na kueleza hatua zinazochukuliwa. Wakati wananchi waendelea kufuatilia kwa karibu swala hilo, wakisisitiza umuhimu wa kulinda uadilifu na kuhakikisha kwamba kila mwanafunzi anapata nafasi sawa na kufaulu kwa kutumia uwezo wake mwenyewe. Tukio limebua tena mjadala mkubwa kuhusu maadili katika sekta elimu na umuhimu wa kuimarisha mfumo wa usimamizi wa mitihani ili kulinda mustakabali wa vijana na hadi elimu nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Na ni kufikia hapa ndipo tunahitimisha matangazo yetu ya mchana leo kwa tarehe 15 Juni mwaka 2026. Tunashukuru sana kwa kuendelea kutufuatilia Kivu News Info na kutuamini kama chanzo chenu cha habari za hakika kutoka Kivu, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na dunia kwa ujumla. Basi naomba muendelee kuwa nasi kupitia kurasa zetu na majukwaa yetu mbalimbali ili kupata habari, taarifa na maendeleo mapya kila wakati. Maoni, ushauri na mchango wenu ni muhimu sana kwetu katika kuendelea kuwahudumia vizuri zaidi. Basi kwa niaba ya timu nzima ya Kivu News Info natakia mchana mwema wenye amani, mafanikio na baraka katika shughuli zenu za kila siku. Mimi ni Eloge Longa na ilikuwa taarifa yetu ya mchana kupitia Kivu News Info. Basi asanteni sana kwa kuwa nasi na kukutana tena katika matangazo yetu ya jioni. Bye bye na chao, baki salama na mchana mwema.